Haya wazazi, wenye watoto wetu chuoni, wanaoenda chuoni, tunaendelea kusemezana kuhusu vitu vinavyoambatana na wanafunzi wetu wa vyuoni. Leo tutaongelea maneno haya unayoyasikia field. Tutaongelea kuhusu kwambia nimepangiwa field sehemu fulani, inamaanisha anakuwa amepangiwa either ofisi, taasisi, inategemea na kitu. Anakuwa na mwamvuli mkubwa wa kuwa ni walimu wa chuo. Kwa hiyo ukisikia mtoto anakuambia profesa fulani, dokta fulani, lecture fulani, haya ni titles kutokana na elimu zao na kadhalika. Lakini hawa kwetu sisi wazazi tuwatambue kama walimu. Monitoring, namna gani ya kuweza kumonitor matokeo ya mtoto wako ni kupitia account ya mtoto wako ya chuo. Gharama nyingi za chuo zinakuaga kwenye printing. Yes, kwa sababu assignments zozote, mazoezi yoyote za stationaries ambazo ni lazima kuhusu vyakula vya shuleni. Hostel za ndani za chuo haziruhusu watoto kupika. Watoto most of the time wananunua chakula kuanzia chai mpaka chakula cha usiku. Gharama za stationery, kuna gharama za chakula, maji na kuna gharama tu za maisha ya mtoto, kwa sababu kila kitu chake kinachoambatana na yeye ni gharama. Yes, ambaye ana mtoto wa chuo unapaswa uvizingatie, unapaswa uvifahamu, unapaswa tu uwe na uelewa ili uwe unasoma na mtoto wako. Kila laheri mzazi mwenzangu wa mwana. Tusemezane. Haya wazazi, wenye watoto wetu chuoni, wanaoenda chuoni, tunaendelea kusemezana kuhusu vitu vinavyoambatana na wanafunzi wetu wa vyuoni. Leo tutaongelea maneno haya unayoyasikia field, tutaongelea kuhusu stationery, tutaongelea gharama, tutaongelea likizo za watoto na kadhalika. Kuna vitu vingi tumeongea kwenye video zilizopita, na hii hapa ni kama muendelezo wa vitu ambavyo wazazi, ni kama tunasemezana au ninawasanua vitu ambavyo unapaswa kuvijua ukiwa na mtoto ambaye unatazamia aende chuoni, ukiwa na mtoto ambaye yupo chuoni, ukiwa na mtoto ambaye unatamani aende chuoni na kadhalika. Level ninayoongelea chuo hapa, ninaongelea level ya degree. Japo vitu vingi vinakuaga applicable au vinaweza kufanyika katika level zote, kuanzia certificates, diploma, degree na masters. Kuna vitu vina mahusiano yanayofanana. Sasa likizo za wanafunzi. Wanafunzi wanasoma kutokana na kozi husika. Yes, mtoto wako anaweza akawa anasoma miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, inategemea na nini anachosomea. Sasa kuna hichi kitu unakisikia kinaitwa field. Katika elimu ya chuo wanafunzi hufundishwa darasani, theory na practical kwa vitendo. Practical training, elimu ya vitendo, ndipo neno field linapofanya kazi. Elimu ya vitendo inamfanya mtoto aende sehemu husika kutokana na kitu anachosomea, kujifunza kwa vitendo. Yes, na hii huwa ni lazima. Na hii ni mtihani. Yes, ni mtihani. Akifanya field, ameingia mwaka wa kwanza amemaliza. Mwaka wa pili unakuwaga ni mwaka wa field, ambao mtoto anakuwa anasema nini anaenda kusoma, kwenda kufanyia, eneo gani anaenda kufanyia field. Wenyewe kila chuo lina utaratibu. Kuna chuo wanakuwa wameingia ubia na makampuni fulani ili wapokee wanafunzi. Kuna chuo kinawapa uhuru wanafunzi kwenda kutafuta sehemu ambazo wanazitaka na kadhalika. So kitu ambacho natakiwa ujue mzazi, mtoto lazima afanye field. Inaweza ikawa ni mwaka wake wa pili, kuna wengine wanafanya mwaka wa tatu, kuna mwingine anafanya mwaka wa 4, inategemea na utaratibu wa chuo na kozi. Sasa, nini mzazi unapaswa kuelewa kuhusu field? Field ni elimu ya vitendo. Mtoto huenda field kipindi cha likizo. Mzazi ujue kwamba mtoto wako anasoma miezi 8. Semester ya kwanza inakuwa na miezi 4, semester ya pili inakuwa na miezi 4. Hapa katikati
kuna kuaga na likizo, na kuna kuwa na likizo ya kubadilisha mwaka. Yaani baada ya ile miezi 8 kuna kuaga na ile likizo ya miezi 2, muda mwingine kama miezi 3 hivi. Pale ndo pale ambako watoto wengi huenda field. Mtoto akikwambia nimepangiwa field sehemu fulani, inamaanisha anakuwa amepangiwa either ofisi, taasisi, inategemea na kitu alichokichagua. Na akishafanya field, akiwa field anapaswa kufanya nini? Anapaswa kuwa anaandika ripoti ya kitu alichojifunza. Vyuo hutoaga fomu za kujaza ambazo zinakuaga na nini umefanya, nini umejifunza, usimamizi, saini ya usimamizi, either sometimes mpaka na muhuri. Inategemea na chuo. Yes, lakini mtoto ni lazima awe na field, reporting field, ambayo hizo field report zinakuwa attached kwenye mitihani na kusubmit. Yes. Alafu akimaliza duration, mfano field ameenda miezi 2, walimu hupewa assignment, yani lectures. Kisikia lecturer ni mwalimu wa chuo. Kuna lecturer, kuna professor, kuna doctor. Haya ni majina unayoyasikia, lakini hawa wanakuwa na mwamvuli mkubwa wa kuwa ni walimu wa chuo. Kwa hiyo ukisikia mtoto anakuambia professor fulani, doctor fulani, lecturer fulani, haya ni titles kutokana na elimu zao na kadhalika. Lakini hawa kwetu sisi wazazi tuwatambue kama walimu, ambao hawa wanakuwa wamepewa kazi ya kwenda kuzunguka kwenye hizo field na kukagua mtoto wako alichokisoma na kusign. Kuna karatasi maalum huwa wana sign kwamba ni kweli nimethibitisha mtoto huyu yuko hapa field, na kutoa marks kutokana na kitu alichokiona field. Na yeye ndiye anaenda kupeleka ripoti kwenye idara ya mtoto wako anayosoma na kujaziwa kwenye matokeo yake. Na kuna wazazi ambao hamuelewi kuhusu field, na kuna watoto wengine hawafanyi field, na akikosa field anaweza kudisco. Disco ni nini? Discontinuation. Anaweza akawa hawezi kuendelea na masomo yake kisa field, kwa sababu field ni mtihani. Anafanya kwa vitendo, na ripoti ya field ni kama coursework. Coursework tulisema ni nini? Wastani. Na yale mwalimu anayokuja kumwassign, yani kuja kumwassess, kumwangalia, akija kujumlisha na zile alizoziandika, zinampa marks za field. Na vyote hivi vinajazwa kwenye nini? Kwenye akaunti ya mtoto. Tulishaongea akaunti ya mtoto unaipataje? Anafunguliwa na chuo husika. Monitoring, namna gani ya kuweza kumonitor matokeo ya mtoto wako? Ni kupitia akaunti ya mtoto wako ya chuo. Field ni jambo la lazima. Kuna mwaka wa kwanza field sio lazima. Mwaka wa pili field ni jambo la lazima. So unapaswa kujua field ya mtoto wako anapaswa kufanya mwaka gani kutokana na kozi aliyoichagua. Na hapo umejifunza kuhusu field kwamba ni practical training, ni elimu ya vitendo ambayo watoto hupelekwa ofisi, taasisi, sehemu ili kujifunza kwa vitendo. Anakuwa anaandika ripoti na kunakuwa na mwalimu wa kuja kukagua alichokifanya. Na hiyo ripoti, mwalimu akija kukagua anapewa marks, zinaenda kujumlishwa kwenye semester husika kama field kabisa. Yani kuna somo pale la ule mwaka husika limeandikwa field, na anatakiwa ajaze na kupewa matokeo yake. Sasa tumesema tunaongelea kuhusu stationaries. Stationery kama hizi tunazokutana nazo huku barabarani. Lakini eneo la chuoni, stationaries ni vile vitu ambavyo mtoto anafanya kazi zake. Sasa huku watoto hatuandiki kwa mikono tena. Maana yangu ni nini? Huku watoto huandika kazi zao kwa kutumia kompyuta, kwamba mtoto anatakiwa achape kazi yake kisha amalize print. Sawa awe na physical copy, yani ile kwamba anaandika. Kama mtoto wako hana laptop, kama mtoto wako hana laptop, inamaanisha ataandika kwa mkono, ataenda stationery, watambadilishia kile alichoandika kwa mkono kupitia kuiweka kwenye kompyuta, then wa print. Kwa hiyo muda mwingi mtoto wako akiwa anakuambia gharama za printing, sawa, gharama nyingi za chuo zinakuaga kwenye printing. Yes, kwa sababu assignments zozote, mazoezi yoyote wanaopewa watoto
katika chuo, asilimia kubwa inapaswa mtoto a print out. Sawa, anatakiwa kazi yake iprintiwe. Sawa, either ni kazi ya individual, either ni kazi ya grupu, lakini kazi lazima iprintiwe. Sasa stationaries kwa wale wanaopataga mkopo, kuna kuaga na covering, yani mkopo huwa una cover hicho kipengele. Unapaswa kujua kuhusu mkopo wa mtoto wako, mchanganuo wa mkopo, nini una cover na kadhalika. Siko hapa kukwambia uwe yani kwamba ndo usimamilie hapo. Niko hapa ili uwe unauelewa wa kujua vitu gani ambavyo mkopo hukava na kadhalika. Kwa hiyo kuna gharama za stationaries ambazo ni lazima. Kama unaweza, sio lazima. Kama unaweza kununua ka printer tu kadogo umpe mtoto wako na PC aende, utakuwa umemfavor sana, kwa sababu hata kuwa na gharama za kununua za kuprint out kila mara. Umeona, kama unaweza na kama mtoto wako atakuwa tayari kujishughulisha hivyo, inamaanisha akiwa na kazi zake tu yeye hata kuwa na gharama tena kwenda stationery, bali anaweza kuprint out pia. Hiyo ni kitu kingine. Na muda mwingine kutingwa na utoto na nini, asilimia kubwa hutumiaga stationery. Kwa ukao ukijua kwamba tofauti na hela ya pocket money ambayo mtoto unampa kujikimu, anapaswa kuwa na hela ya stationaries, ambazo hizo ni hela zinazotokaga tu. Yaani hizo usitake gharama ya hiyo ya mzazi ipo. Kuhusu vyakula vya shuleni, hostel za ndani za chuo haziruhusu watoto kupika. Hostel za nje za chuo baadhi zinaruhusu watoto kupika, lakini asilimia kubwa hostel ambazo ziko chini ya chuo hawaruhusu watoto kupika. Kwa hiyo watoto most of the time wananunua chakula, kuanzia chai mpaka chakula cha usiku, kuanzia maji anayokunywa, soda, nini, all of those ni gharama ambazo mtoto anabidi awe nazo. Kwa hiyo ukiwa unafanya budgeting ya mtoto wako, jua kabisa huyo mtoto maji ananunua, soda ananunua, stationery, nguo, kila kitu. Sawa, vitu kama umeme, maji, hizo ni gharama za chuo. Wao hata wahusiki nazo. Lakini mostly zinakuepo, gharama zinazokuepo ni maisha yake ya day to day. Sasa, haya maisha yake ya day to day kwa kupitia serikali wanafanyaga evaluation, alafu wanapiga sama, alafu mtoto anapewa bomu. Mfano, wanasema mfano, nasisitiza mfano, wasinikote kwamba nilisema bomu wanapewa kiasi fulani. Mfano, tunapiga hesabu, tunajua mtoto kwa siku anatumia shilingi 10,000. Kwa hiyo tunapiga hesabu za idadi ya miezi 4, then bomu anapewa kutokana na asilimia. Mfano, tumepiga hesabu ya gharama jumla total cost, mtoto wako labda kwa miezi 4 anatumia 500,000. So tutampa 250,000 ya kwanza, then tutakuja bomu la pili tutampa 250,000 ya pili. Tumepiga estimation, tumefanya makadirio ya stationery, mtoto wako atakuwa kwa semester hii moja anatumia kiasi fulani, wanampa. Yes. Kuna wazazi wengine wanafuata system ya boom kumpa mtoto wao, na kuna wazazi wengine wanafanya tu manually kutokana na kipato cha mzazi. Kwa hivyo unapaswa kujua mzazi. Kwa hiyo kuna gharama za stationery, kuna gharama za chakula, maji, na kuna gharama tu za maisha ya mtoto, kwa sababu kila kitu chake kinachoambatana na yeye ni gharama. Yes, ni gharama kwa sababu anaandika assignment, ni lazima apeleke stationery, lazima print. Mitihani ya mwisho tu ndio inakuaga hainaga print out wanaandika, lakini inategemea na kozi, kwa sababu kuna kozi ambazo mtoto anafanya mitihani ya practical. Hicho ni kitu kingine. Kwa hiyo unapaswa mzazi kujua. Yes, unapaswa kujua, kwa sababu kuna kozi nyingine kama kozi za sanaa, kozi za muziki, kozi za maigizo na kadhalika, labda udaktari, ni kozi ambazo zinakuwa na mitihani ambayo ina theory na practical. Hata engineering inakuwa na theory na practical. Ile practical nyingi inakuwa ni gharama ya mwanafunzi. Kwa mzazi unapaswa ujue aina za mitihani ambayo watoto wako wanafanya, ili ujue kabisa kwamba ikifika anakaribia UE, anakuambia kabisa mama, hizi ni gharama za mitihani, unapaswa kujua. Au baba, ni gharama za mitihani, unapaswa kujua. Unajuaje? Ni kujua degree na vitu ambavyo mtoto wako anasomea. Hapo umenielewa mzazi mwenzangu huko? Na pia kutokana na kozi mtoto wako anayosoma, kuna hela zinatolewaga kwenye mkopo za field. Yes.
ni wanasemaga ni hela kama za kujikimu za field. Kwa hiyo endapo mtoto wako akikwambia anapata mkopo, unatakiwa ujue wamempa tu hela ya kujikimu, wamempa tu ada na boom, na hizi hela nyingine unapaswa ufahamu, kwa sababu ukijua utajua urahisi wewe uliopata kama mzazi, au kama mtoto wako hajapata boom kabisa, inamaanisha hizi ni gharama ambazo mzazi wewe unapaswa kujua, kwa sababu muda mwingine mtoto hupangiwa field nje ya eneo la makazi yake. Unaweza ukawa unaishi zako Mtwara, mtoto akapangiwa field Dar na anatakiwa afanye field labda miezi miwili. Kwa hiyo yani hizo ni vitu ambavyo mzazi unatakiwa ufanye nini? Ufahamu. So leo umejifunza kuhusu field, umejifunza kuhusu stationery, umejifunza na mengine haya ambayo tumeelezeana. Kwa hiyo ninaamini tunaendelea kusemezana kidogo kidogo kadri nitakavyokumbuka vitu ambavyo mzazi ambaye ana mtoto wa chuo unapaswa uvizingatie, unapaswa uvifahamu, unapaswa tu uwe na uelewa ili uwe unasoma na mtoto wako. Kila laheri mzazi mwenzangu wa Mwana. Tusemezane.